Na sekunde imenawiri kuwa dakika, dakika ikanawiri kuwa saa. Karibu katika kisengere nyuma cha Prudent, ukisomewa nami Vena Agola. Tunang'oa nanga na taarifa kwamba Imamu mkuu wa dini ya Kiislamu katika bonde la Ufa Abubakar Bini amewahimiza Waislamu wenzake kuwa makini mwezi huu wa Ramadhan. Vilevile amewaonya Wakenya wanaotoka nchini kwenda nchi za ugenini kwamba wawe na stakabadhi halali. Ni baada tu ya kisa cha Margaret Nduta kupatikana na dawa za kulevya nchini Vietnam. Wacha tupate mengi kutoka kwa mwanahabari wetu Constantine Voreza. Mkuu wa imamu katika bonde la Ufa Abubakar bin amewasihi Waislamu wote kutilia maanani katika mfungo huu wa Ramadhan. Waislamu wote nchini Kenya wako katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ambapo wanafunga na kusali. Abubakar Bini ambaye ni mwenyekiti wa baraza wa maimamu na wahubiri wa dini ya Kiislamu katika bonde la Ufa alielezea aina za kufunga katika mwezi huu mtukufu. Tuko katika Ramadhani ya 10 la pili, kwa sababu Ramadhani inagawanyika 10 10 la kwanza linaitwa 10 la rahma, 10 la pili la maghfira, kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, 10 la tatu ni kuachwa watu Mwenyezi Mungu kuwaacha na moto wa Jahannam. Sasa 10 hili la maghfira ni 10 ambalo inatakikana tuwe yale makosa ambayo tumeyafanya kwa muda wa mwaka mzima tumrudie Mwenyezi Mungu, tumlilie. Anawaomba Waislamu wote kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu ili kusamehewa. Pia anawataka Waislamu wote wanapofunga kuiombea nchi ya Kenya. Na tunaomba kuwanasihi Waislamu walitumie hili 10 la kumnyenyekea Mwenyezi Mungu ili Ramadhani ikitoka iwe amepata msamaha unavyostahiki. Na ndiyo lengo la Ramadhani. Lengo la Ramadhani inakuwa ni training. Sasa training hii ukiifanya itakuwa si vizuri umetoka na hukufaulu katika training kama hiyo. Kwa hivyo ni siku ambazo kila siku inayosonga inakuwa muhimu zaidi katika Uislamu kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na kuliombea taifa na kuombea uchumi wa nchi yetu. Mbali na hayo, kutokana na kisa cha Margaret Nduta aliyehukumiwa kifo nchini Vietnam, alisisitiza kuwa wananchi wa Kenya wanapoenda nchini za ugaibuni kutafuta riziki watumie njia halali na wafahamu kuwa kila nchi ina sheria zake za kupambana na uraibu wa dawa za kulevya. Tunapopanda ndege kwenda katika nchi za nje kutafuta riziki, tuhakikishe kwa kuwa kila nchi ina sheria zao, na haya madawa ya kulevya aliyoshikwa nayo mtoto wetu hakuna nchi inakubali, lakini kulegeza masharti ya ile nchi haifanani na nchi nyingine. Kwa hivyo mtu anapotoka kwenda kutafuta riziki, kutafuta kazi katika nchi za nje, lazima ajue mazingara ya ile nchi anayokwenda. Na tunawanasihi vijana wetu, watoto wetu, wanapokwenda kutafuta riziki basi wajaribu kwa kadiri wanavyoweza kutafuta riziki ya halali, riziki ambayo kwamba itakuwa ni ya halali. Vilevile nilizungumza na baadhi waumini wa dini ya Kiislamu ambapo walielezea umuhimu na dhamira ya kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa majina ni Asman Omar, mkazi wa Eldoret. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mwezi wa Ramadhan, na katika mwezi huu tunahurumiana, tunahimizana kufanya wema, tunafanya ibada kwa wingi. Mbali na miezi mingine tunafanya ibada sana ndio, lakini katika mwezi wa Ramadhani ibada ni mingi zaidi, na tunahurumiana, tunatoa sadaka kwa wingi, tunalishana chakula. Wale wasiokuwa na uwezo tunawapatia. Ikifika wakati wa kufungua tunajumuika pamoja, walionao na wasiokuwa nayo, angalau kila mmoja apate tende, apate maji, afuturu ili tuendeleze ibada. Nikiripotia runinga ya Prudent, jiji la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Constantine Voreza.
Asante sana ripota wetu kutoka kaunti ya Uasin Gishu kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele ni kwamba wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wapata afueni. Hii ni baada ya gavana George Natembeya kuwazawidi mbegu za mahindi. Alitumia fursa hii kuwakosoa viongozi serikalini. Ripota wetu Ben Barasa ana mengi zaidi. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amekuwa akiwagawia mahindi wakulima wadogo wa kaunti hiyo msimu huu wa upanzi kupitia mtaala wa Fukuza Njaa Initiative. Gavana huyo amesema njaa na umaskini imekuwa donda sugu maeneo ya magharibi. Vilevile amewahakikishia wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia kwamba siasa za mapendeleo eneo hilo limefikia kigomo, akiwalenga viongozi wa Ford Kenya ikiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula. Kwamba mtu mlio atakuwa united na wale ndugu zetu ambao wanatumiwa kuja kugawanya sisi, wajue kwamba the days are numbered, ndio? Natembeya amesema amepiga msasa masuala ya ukabila katika kaunti ya Trans Nzoia. Natembeya amemtaja Raila Odinga kama msaliti wa siasa kwa kuacha vyama vingine vilivyokuwa mstari wa mbele kumpigia debe wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Kwanza Raila sisi tunapenda yeye. Lakini Raila alifanya kazi na Moi, si ndio? Amefanya kazi na Kibaki kwa serikali ndani. Amefanya kazi na Uhuru. Saa hizi tena ameenda kufanya kazi na Ruto bwana. Gavana huyo ameeleza kuwa kufikia sasa wabunge wakiongozwa na kinara wa upinzani Raila Odinga wameingia ndani ya serikali na sasa yeye ndiye amebaki kama mpinzani mkuu wa serikali ya kitaifa. Vilevile wakazi wa kaunti hiyo ya Trans Nzoia wameweza kumhakikishia gavana huyo kwamba wataweza kumpa muda mwingi wa kuhudumu kama gavana. Nikiripotia runinga ya Prudent kutoka kaunti ya Trans Nzoia mjini Kitale, jina langu ni Ben Barasa. Shukran za dhati ripota wetu Ben Barasa kwa taarifa hiyo. Na katika kaunti ya Baringo tunamwangazia chifu mbunifu anayetumia mtandao wa TikTok kuelimisha vijana. Brian Kieng ana makala haya kwa kina. Mtazamaji, leo hii tumeweza kumtembelea naibu chifu mmoja katika kaunti ya Baringo, eneo la Kipcherere, ambaye anatumia mitandao ya kijamii kuelimisha vijana. Felix Chesira, naibu chifu eneo la Kipcherere katika kaunti ya Baringo, ambaye jina la utani kama naibu chifu wa TikTok kutokana na matumizi yake ya jukwaa hilo la kupambana na pombe haramu, uraibu wa dawa za kulevya na changamoto zingine zinazokumba jamii. Nimeitwa TikTok chief kwa sababu baada ya hapo wakati area imetulia, tumeelewana na vijana, nikapata hao wasi wangu wenye tuko kwa TikTok inaitwa Soy Comedy. Sasa tukaelewana na hawa vijana, hata hao walikuwa huko, nilikuwa natoa huko wakati tulianza kusima hii mambo ya nini, wakakuja center, tukaanza kuelewana, wakawa vijana wazuri, tukaingia sasa mambo ya TikTok. Naibu chifu Felix Chesire kutoka Baringo, anayefahamika kama Soy Comedy, anaendelea na majukumu yake kwa kutumia njia tofauti kabisa. Hapa anashirikiana na vijana wawili wa eneo hilo, Vincent Chesang na Caleb Kiblakat, kutengeneza michezo ya kuigiza ya ucheshi zinazoangazia wale wanaopatikana na makosa ya kisheria. The only way yenye unaweza pata kila mtu kwa hii society ya sasa ni simu. Hapo awali nikiita parasa, wasee ndio na wamama ndio walikuwa wanakuja parasa. Vijana mara wakuje, unaweza wana huko kwa veranda huko wanaangalia tu simu. So hiyo kitu ikanikujia, tukaongea na hao wasee, tukaangalia hiyo mambo ya TikTok. So tukaona this is the only way yenye tunaweza pass information kwa wenye wakuja parasa, wenye wako karibu na wenye wako mbali. Hata wafanyakazi wa serikali penye wako mahali unaweza pata, hata kama MB, kama MB mahali unaweza pata apate information yetu ni through TikTok. Vincent na Caleb, ambao hawali wamesamia uraibu wa dawa za kulevya, walibadilisha maisha yao kupitia juhudi za chifu Chesire. Leo wamejishughulisha kwenye kampeni za TikTok wakieneza ujumbe mabadiliko
na matumaini kwa vijana. Vile niko saa hii sio vile nilikuwa mwanzo, kwa sababu mbeleni mimi nilikuwa mbaya sana kwa hii society na huko kwa hizo pombe, so nikakimbizwa hapa na pale, lakini sasa sikuwa nasikia, kwa sababu si unajua kama tu vijana kuna ile raha yake ya hizo vitu, so nikapiga hiyo pombe aina yote, alafu pia miadarati zingine mnazijua tu. Video zao zinaonyesha safari yao kwenye uraibu hadi sasa zimepata umaarufu katika eneo la Baringo, hasa miongoni mwa vijana wa kisasi cha Gen Z. So baada ya kufanya kwa hiyo TikTok tukaona tumeelimisha watu, tumetransform maisha ya watu wengi, hata vijana wamekuja karibu kwa sababu wanafuatilia. Kuna information haiwezi fikia watu isipokuwa kwa social media, mambo ya TikTok. So tukaendelea hivyo, tuki-entertain watu, tukielimisha, mpaka tumeona tumepata followers wengi, na at least imeenda beyond Kipcherere sub-location to Baringo na nzima na hata Kenya nzima, na hata mambo ya vijana at least wameona baada ya kuelimisha kuhusu disadvantages ya drugs, at least vijana wamebadilika. Chifu Chesire pia anahimiza umuhimu wa kusaidia waliobadilika maishani. Watu hawa pia wakihimizwa kuunda makundi ya kusaidiana ili kuhakikisha wanaendelea na maisha mapya yenye mwelekeo bora. So hii mambo ya TikTok imebadilisha maisha ya watu. At least mambo ya maendeleo tunaelimisha watu hata kuhusu project management committee. So projects yetu imeimarika because tunaelimisha watu kuhusu hiyo jinsi ya kumanage government resources. For example, hata ukiangalia ofisi yangu, wale committee wenye walifanya kazi ni vile tuliwaelimisha jinsi ya kuchunga government resources, na I also wananchi pia wakarealize, wakajua ni vizuri ku-own projects kama government resources. Unajua wananchi wanasemanga siku nyingine hii ni ya serikali, lakini serikali ni wananchi pia. So wameona hiyo umuhimu ya ku-own project, kama ni inatoka kwa serikali ni project yetu. Hayo yamekuwa ni makala ya moja kwa moja tokea hapa kaunti ya Baringo, eneo la Kipcherere. Jina langu ni Brian Kieng. Na katika kaunti ya Uasin Gishu tunaungana na mwanabiashara mmoja ambaye ni msafishaji wa viatu. Anatuelezea changamoto na faida ambazo wanazipata katika biashara hii. Hapa niko jijini Eldoret ambapo nimekutana na mwanabiashara mmoja msafishaji wa viatu. Ameweza kutuambia changamoto na faida ambayo anaipata katika biashara hii ya usafishaji wa viatu. Isaac Simiyu almaarufu kama Chelule, mwanabiashara anayejihusisha na upakaji rangi wa viatu jijini Eldoret, anasimulia kwamba alianza hii kazi mwaka wa 2000. Jina naitwa Isaac Haemba, ama kwa jina la mtaani Chelule. Biashara nimekaa ndani mtaa, nilianza mwaka wa 2000. Hii kazi imemsaidia kutekeleza matakwa yake ya kibinafsi kwa kuwa hii ndio kazi anayotegemea. Hii kazi imenisaidia kabisa, imenisaidia pia kuweza kukuza jamii yangu. Ni kazi nzuri. Kwa hivyo ni kazi kama kazi zingine. Lazima tu upende, itakusaidia. Kazi zingine nafanya, ni hiyo kazi ndio nafanya. Simiyu anasema kwamba anapata wateja 10 kwa siku, na kazi ikiwa mzuri anaweza pata wateja 20. Yes, ieleweki vizuri, lakini kama 10. Kazi ikiwa nzuri naweza fanikiwa kupata watu kama 20. Anasisitiza kuwa kazi ni kazi, bora upende kazi yako, japo mwaka huu kazi imerudi chini. Kwa hii mwaka kidogo imerudi chini, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu kazi ni kazi, ni lazima upende kazi yako kulingana na ile kazi umeweza kuona ielewa. Anashukuru serikali ya kaunti kwa kutowasumbua na anaomba waelimishwe na serikali ya kaunti kuhusiana na swala la leseni. Kwamba mheshimiwa angetuelimisha kidogo mambo ya license tuweza kuielewa, ndio tuweza kukua, lakini kwa sasa hatasumbui. Tunafanya tu kazi yetu tukiwa comfortable na tunaheshimu hiyo.
Anasimulia changamoto ambazo wanapitia katika biashara na anaomba gavana awajengee vibanda hasa msimu huu wa mvua. Ningeweza tu kuomba kwamba niombe mheshimiwa wetu gavana ya kwamba nilikuwa naona ni kama anatujengea vibanda mahali hapa. Nilikuwa naomba ya kwamba angeendelea na hiyo mradi, atujengeko stall tupate nafasi ya kujistiri ndani kama wakati unaona mvua karibu inafika. Anaongezea kuwa mteja anaweza hudumiwa na baadaye akose kulipa, jambo ambalo anasema yeye kama mwanabiashara anavumilia kwa kuwa anapenda kazi yake. Sasa tumepitia mara nyingi, unakuja unapigia mwingine viatu, anakataa kulipa. Lakini kwa sababu ni kazi yako unaipenda na pia unataka kujenga kesho, inabidi wakati mwingine kuna vingine ni lazima ukubali kuvumilia. Mtu kama unamwacha tu aende kwa sababu huwezi elewa ni kwa nini amepitia anataka kufanya mambo kama haya. Customer anaweza kuja akae chini vizuri, huwezi jua ni mgonjwa akili ama nini, huwezi elewa. Utapika viatu rangi ukimaliza unamfaisha na anaamka anaenda. Unaweza mfuata mwanze vita. Sasa badala yake tunaamua tukuacha. Haida anaeleza kuwa bei ya rangi imepanda ikilinganishwa na mwaka jana, swala ambalo anasema kuna wateja hawaelewi. Kusema kweli rangi imepanda bei. Rangi imepanda bei kabisa. Imepanda bei kabisa. Sio vile ilikuwa pale nyuma miaka 2 pale nyuma. Rangi imebadilika, lakini pia customers wakati mwingine wanakataa kutuelewa. Tukiwaambia kwamba rangi imepanda, kwa hivyo tunafaa kuraise kidogo mambo ya bei. Miu anasema kwamba analipisha shilingi 50 kwa kila jozi ya viatu kupigwa rangi, shilingi 350 kwa kila soli na kushonwa ni shilingi 100. Indakana ikuwe shilingi 50 kwa kila pair ya kiatu. Soli moja sisi tunaipata kwa shilingi 300. Tunapatia customer na shilingi 350. Alafu mimi kushona na 100. Awashauri wanabiashara wengine wanaofanya kazi hii wapende kazi yao juu ina changamoto chungu nzima. Nayafanya biashara kama yangu, kitu cha kwanza upende hii kazi, ina changamoto mingi. Customer anaweza kuja kweli amekanyaka hata kinyesi, ni lazima umkilinizo kiatu. Kwa hivyo kwanza ni lazima uwe na ujasiri kwa hii kazi, secondly ni lazima upende hiyo kazi. Nikiripotia runinga ya Prudent makala haya ya biashara, jina langu ni Vena Agola. Kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho, na hapo ndio natamatisha kisengere nyuma cha Prudent. Tufuatilie kwa mtandao wetu wa kijamii TikTok, Facebook, YouTube @Prudent TV. Jina langu ni Vena Agola. Thank you.